Karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, ambapo tutakuletea video ambapo kamanda wa Wazalendo James Fika Adui yaongelea mengi na amekataa kabisa gari za kuingia na kutoka katika maeneo ya Uvira na maeneo ambayo yanashikiliwa na waasi wa FC M23. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tunawakaribisha katika taarifa yetu habari za jioni ya leo, na kumwisho tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa, na hapo mtazidi kujua mengi yanayoendelea pembe zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu habari za jioni ya leo. Sisi kama vile unité spéciale kama tuko hapa, uamuzi wetu tunakamata kwa muda huu, hatutaki tena gari ya kutoka Bukavu kuja Uvira. Hata gari ya Sange kwenye kunadhibitiwa na adui. Rie tunakatala kabisa, tunakatala gari ya kutoka Sange, hata moto, hata kinga, hata mtu kwa migulu yake hatutaki tena atoke Sange, atoke Bukavu aingie tena hapa Uvira. Hata magari ya Uvira, mamoto ya Uvira, watu wa Uvira kwenda tena Sange. Ile tunakatala kwa sababu adui iko napitia mwa ile hali. Adui hautamjua. Adui wa mkongomani mwingine mkongomani. Na adui kwanza iko napita wale watu mwa ile magari, ndo adui anafika huku kwetu kwenye tuko Uvira, anavisite, anakontrole kisha narudia. Hii ni kuiambia tu serikali yetu FRDC ya kwamba sisi wazalendo, hii sio ombi. Haiko ombi, hii ni droit. Tunasema kuanzia leo gari za kutoka kwenye kuko enemy hakuna kupita tena. Kama FRDC inakatala, kwa sababu tunajua FRDC iko na kamba pale Runingu, hakuna mzalendo mwenyewe na kontrole. FRDC gari kitoka tu Sange, inalipa tu franga, haifunguri mabashe yuwe nini yenye iko ndani, gari napita juu ya pesa. Sisi wazalendo hatulipi na serikali hapana, lakini vizio yetu ni kukadiria adui. Tunasema kuanzia leo hatutaki gari ya kutoka Sange, hatupendi gari kutoka muenemi, hatutoki rahia yoyote mwenye atatoka muenemi akuje kwenye sisi wa patriot wazalendo kwenye tuko. Hiyo tunaikatala. Hiyo haitasababisha raia kukosa namna gani ya kutafuta ulaji ama namna gani ya kupata kile ambacho kitawasaidia? Njala haiwezi kauwe mtu, kwa sababu sisi wazalendo hatukuli vya zaidi. Sisi tuko tunashinda kwenye shamba la vita, tunashindia tu mai, tuko tunakunywa tu mai, lakini tuko eko hatukufi. Njala haiwezi kauwe mtu. Ni kuambia tu raia ya Uvira hapa kwenye tunadhibiti na Fizi na nafasi zingine kwenye kuko wazalendo na FRDC na unité spéciale ya Waibu, tunasema kwenye kunadhibitiwa na wazalendo na wapatriote, wale watu wabakie ile ngambo, na wale wenyewe wako ngambo ya enemy wabakie pale. Lakini tunajua vizio yetu ni kuwa defendre mpaka tuone kabisa adui tunamuondosha pale. Hiyo ndiyo mlengo yetu sisi wazalendo. Tunaiomba kabisa serikali yetu FRDC, kwa sababu tuko kiumoja kwa kuchapa adui. Tunamuomba rais na viongozi wengine wa nchi kutusikiliza sana kwa makini, tena kwa heshima kubwa. Tunawaomba basi ya adui hakuna kabisa mtu kupita au gari au kinga, ile tumekataa. Na tunaiwa kama kisi nasema wa FRDC kisi wanafunga kamba pale, na sisi tutaweka ingine kamba ya kukontrole kitu chochote. Kila kitu chochote ni lazima tukontrole, tujue nini iko ndani ya ile gari au motoki. Je, mumebahatika kugundua vitu vibaya kwa wale watu ambao wanapita ili mkamate hiyo azimio? Okay, kuna mambo au misemo ambayo kwa nasema kusema ya kwamba M23 kama kisi nasema adui wa mkongomani M23 yenye iko Kabunambo Sange iko na oblige rahia ya plene Sange, ikifika Uvira inaangalia namna gani sisi wanajeshi wazalendo na FARDC kisi tunajipanga iende kupana ripoti kwa adui. Na ndio maana tukasema ile hatuwezi tolera ile mabetize kusema watu wenyewe wako muenemi wako wanafika kwenye kuko serikali ya Kongo, ile tunakatala. Na mpaka hivi niko nasema hapa Uvira ukiangalia mzuri kuko maadui. Hapa Uvira kuko maadui ambao wako wanaongea na enemy, wenye wako wanaambia enemy jinsi tunajipanga. Na ndio maana tukasema
kwenye kwa adui kubakie na adui, lakini rahia yetu iko kule, tutaidefendre kwa sababu kule sheferi ya Bafuliru Lemera wa M23 walioblige wa chef de quartier kusema ya kwamba kila chef de quartier abande wa garso, yani wajene 15 wajiunge mkijeshi ya adui ya M23, na ndio maana tukaona ile hatuwezi kutolerea ile mabetize, kwa sababu kule Lemera wa vijana hawalali mnyumba, Luvungi wa vijana hawalali mnyumba, wako wanakamatwa, wamoja wanakufa, wengine wanabebwa kijeshi, kusema ya kwamba adui haheshimii mkataba ambao wenyewe wako wanaongea huko, yani seselefe. Na ndio maana sisi tukasema si kama vile wazalendo hatuko mseselefe, kwa sababu tuko wa volontaire, tuko rahia ambao wanagombania nchi. Sisi hatuko mseselefe mpaka tupige adui, na tunaomba hii mlango route numero 5 ifunguliwe tuichape, kwa sababu tuko na ile vizio kuchapa hapa Kabunambo mpaka Sange. Tunakushukuru Kamanda James Fika Adui. Na mimi nashukuru na Mungu abariki. Karibu. Marekani imesema leo itakuwa siku yake kali zaidi ya mashambulizi ndani ya taifa la Iran. Kauli hiyo kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth inafuatia tishio la Rais Donald Trump la kuleta kifo, moto na ghadhabu kwa Iran ikiwa itaendelea kuzuia usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo. Iran inatishia kushambulia meli yoyote ya mafuta inayopita kwenye mlango wa bahari ya Hormuz, jambo lililosababisha bei ya mafuta kupanda hadi kiwango cha juu, japo baadaye bei ilishuka baada ya Rais Trump kutoa kauli ya kutuliza hofu ya masoko. Leo hii pande zote katika mzozo huu ziliendelea kushambuliana kama anavyoarifu Samia Wami katika taarifa ya Lauren Moss. Asubuhi ilipambazuka mapema nchini Iran, huku vita vikiingia siku yake ya 10 kwa sauti ya milipuko zaidi. Roketi zilitanda angani mjini Teheran, huku mashambulizi ya Marekani na Israel yakiendelea. Hali ni sawa pia huko Jerusalem, sauti ya ving'ora ikiwa ya kawaida kabisa katika miji mingi ya Israel. Akihutubia wanahabari kutoka Pentagon hii leo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema mashambulizi dhidi ya Iran yataongezeka. Hatutasalimu amri hadi adui ashindwe kabisa na kwa uthabiti, lakini japo tunafanya hivyo kwa ratiba yetu na kwa kupenda kwetu. Kwa mfano, leo itakuwa tena siku yetu kali zaidi ya mashambulizi ndani ya Iran. Wapiganaji wengi zaidi, washambuliaji wengi zaidi na mashambulizi mengi zaidi. Na sasa tuna taarifa bora zaidi za ujasusi kuliko hapo awali. Jana, Rais Trump alisema ni kama vita vimekamilika, ingawa anakubali bado kuna mengi ya kufanywa. Waandishi wa habari wengi kote ulimwenguni wakimuuliza swali, vita hii itaisha lini? Mwandishi huyu anauliza, je, unafikiri itakamilika wiki hii? Anajibiwa, hapana, nadhani hivi karibuni. Trump baadaye alitishia kuipiga Iran mara 20 zaidi ikiwa wangefanya lolote kuzuia mtiririko wa mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, mlango muhimu kabisa ambapo angalau 20% ya mafuta duniani kote hupitia kwa kawaida. Siku 2 baada ya kutajwa kwa Mujtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya wa Iran, jeshi la mapinduzi la Iran lilikaidi na kusema kwamba ni wao ndio wataoamua mwisho wa vita hiyo. Matamshi ya Rais Trump yanaonekana kutuliza kupanda kwa bei ya mafuta kidogo, ingawa bado iko juu kuliko mwanzoni mwa vita. Na kadiri idadi ya nchi zinazoingia kwenye mzozo huu zinavyoongezeka, ndivyo idadi ya wahanga inavyoongezeka pia. Jeneza lililokuwa limembeba mwanajeshi wa 7 wa Marekani kuuawa limewasili Marekani usiku kucha. Baada ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Bahrain kupigwa jana, mamlaka inasema jengo la makazi lilipigwa na Iran na kumuua mwanamke mmoja. Hii leo jeshi la Israel lilithibitisha kuwa limeanza wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran, pamoja na mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Yolande Nel anaripoti kutoka Jerusalem. Jeshi la Israel limesema kwamba limekuwa likifanya mashambulizi mengi nchini Lebanon, na mapema hii leo liliwaambia watu kuondoka katika majengo huko Tyre na Sidon.
Pia liliendelea kusisitiza watu kuondoka kote kusini mwa Lebanon, na tunajua kwamba kumekuwa na mashambulizi pia dhidi ya taasisi ya kifedha inayohusishwa na Hezbollah yenye mali kote nchini humo. Kuna uwepo wa majeshi ya ardhini kusini mwa Lebanon. Kuna ripoti kwamba Israeli inashauriana na maafisa wa Marekani kuhusu mipango yao ya kupanua operesheni hiyo ya ardhini, ambayo jeshi la Israel linasema kwamba ni mbinu ya kuwalinda raia wanaoishi kaskazini mwa Israel. Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zote zimeripoti mashambulizi mapya ya makombora ya Iran katika maeneo yao. Shambulio la ndege zisizo na rubani lilisababisha moto katika kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta huko Abu Dhabi, huku ripoti zikisema kituo hicho sasa kimefungwa. Liz Duset na maelezo zaidi. Iran's main strategy. Mkakati mkuu wa Iran, mbinu kuu katika vita hivi visivyo na nguvu sawa dhidi ya jeshi lenye nguvu zaidi duniani linaloungwa mkono na Israel, ni kuongeza gharama. Na inafanya hivi siku baada ya siku. Tumekuwa tukifuatilia. Lakini sasa vita hivi vimeingia siku yake 11 kwa kuifanya iwe vigumu kwa meli za mafuta kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz, kwa kushambulia majirani zake, hata kama inasema ni shambulio la kujilinda, na inashambulia tu wale wanaoruhusu mashambulizi ya Marekani kufanyika dhidi yake. Athari inaonekana kwa nchi zote ulimwenguni. Lengo halisi la Iran katika vita hivi ni kuonyesha athari ya kushambulia Iran tena, kwa sababu wasiwasi wao ni kwamba baada ya vita hivi Marekani itarudi nyuma, itajipanga upya, itaangalia malengo mapya na kisha itaanza tena kushambulia.